Khairia Online TV, kisima cha maarifa na burudani. Mwenyezi Mungu ameanza na Ibadur Rahman, na waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maana yake Mwenyezi Mungu ametaja sifa za watu wake. Wasiokuwa na sifa hizi huenda wakawa hao wameungana na Mungu, lakini sio waja wa Mungu kutokana na zile tabia zao. Mwenyezi Mungu anasema alladhina, ni wale ambao kwamba yamshuna ala al-ardi hauna. Sifa ya kwanza, wanatembea katika ardhi ya Mwenyezi Mungu hauna, kwa unyenyekevu. Ukenda katika tafsiri Tanwirul Ikhlas ambayo ni tafsiri ya Ibn Abbas, anasema alladhina, ni wale ambao kwamba yamshuna, wanatembea bisakina bal waqar, ni watulivu katika matembezi yao. Hawawezi wakatoka hapa wakaenda mji wa tatu kwa ajili ya kufuata kigodoro. Matembezi yao mara nyingi yanakuwa ya utulivu na kulinda heshima ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal waqar, na ni watulivu na ni wanyenyekevu. Miendo yao inaenda kwa vile Mungu anavyotaka. Hawajitembelei ili mradi watembee, hawayafanyi isipokuwa yanayomridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa ndio waja wa Mungu. Na Mungu alipozungumza hivi, maana yake ni kwamba mimi na wewe na wengine wote ambao kwamba wako hapa tunajiuliza, je, kama hawa ndio watu wa Mwenyezi Mungu wamekuwa na sifa hizi, na wewe sifa hiyo huna, wewe utakuwa ni mtu wa nani? Allahu waliyul ladhina amanu. Kwanza fahamu, Mwenyezi Mungu akisema kuna watu ni wa Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu yeye watu wake na ni msimamizi Mwenyezi Mungu kwa wale waliokuwa ni waumini wa kweli. Na wale ambao si waumini wa kweli, Mwenyezi Mungu anasema watu hawa wanasimamiwa na Sheitani, kwa sababu maisha yao na matendo yao na taratibu zao haziendi vile alivyoagiza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa ni Ibadur Rahman, na kila mmoja anataka awe Ibadur Rahman, kila mmoja anataka awe mtu wa Mwenyezi Mungu, na kila mmoja Mwenyezi Mungu maelezo haya aliyatoa, anamaanisha Mwenyezi Mungu kuna watu ni watu wa fungu lake na kuna watu si watu wa fungu lake kutokana na zile tabia zao. Sasa ili mtu awe Ibadur Rahman anatakiwa aweje? Ukienda katika tafsiri ya mwanazuoni Muhammad Ratib al-Nabusi, ambayo ni tafsiri iliyokuwa na mijeledi 18. Mjeledi wa 12, mwanazuoni huyu wakati akifasiri hii aya alisema fashaka, kuna tofauti na kuna tofauti ambao baina an yakuna abidan lirrahmani wa baina an yakuna abidan lishaitani. Kuna tofauti ya kumfanya mtu akawa ameungana na Mungu, akawa mtu huyu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ipo tofauti ya kumfanya mtu ameungana na Mwenyezi Mungu lakini akawa sio mtu wa Mungu. Wakati mwanazuoni anaifasiri aya, ameelezea vipengele ambavyo vipengele hivyo vinamfanya mtu akawa ni Ibadur Rahman. Kayataja mambo 8, mimi nitayagusa mawili. Jambo la kwanza la kumfanya mtu akawa ni Ibadur Rahman, akawa ni mja wa Mwenyezi Mungu, ameumba na Mwenyezi Mungu, alafu akawa ni mtu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu akawa anamsimamia kwa mambo yote. Sifa ya kwanza ili mtu awe Ibadur Rahman, kwanza awe tahirul qalbi, awe msafi wa moyo, moyo wake uwe msafi, uepukane na magonjwa yote ya moyo. Na hii
Ndiyo sifa ambayo Waislamu wengi katika maisha yao wamefeli. Tahirul qalbi, usafi wa moyo. Mustaqimu lisani, tahirul jawarihi. Ameelezea mambo 8 yanayofanya mtu akawa ni ibadur rahman. La kwanza ni tahirul qalbi, mustaqimu lisani, awe na istiqama katika ulimi wake, kisha wewe tahirul jawarihi, viungo vyake viwe vimetahirika. Mikono yake haishiki haramu, miguu yake haiendi katika haramu, ulimi wake hauzungumzi haramu. Huyu anapata sifa za kuwa ibadur rahman. Sasa hili la kwanza hili ambalo ni tahirul qalbi ndio linamfanya mtu akawa ni katika ibadur rahman. Hapa Waislamu ndio sehemu tunakofeli. Tahirul qalbi, usafi wa moyo. Dini imekufa katika usafi wa moyo. Familia zimeharibika katika usafi wa moyo. Taasisi zimeharibika katika usafi wa moyo. Majumba katika ndoa yameharibika kutokana na usafi wa moyo. 80% ya watu wanaokaa katika dunia hii, wengi wao sio wasafi katika mioyo yao, na moyo ndio unaomtengeneza mwanadamu katika dunia. Leo hii jamii imeharibika kwa sababu mioyo yao imeharibika. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, inna fil jasadi mudghah fa idha salahat salaha jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalb. Mwanachuoni anasema inna fil jasadi mudghah, hakika katika mwili wa mwanadamu kuna kipande cha nyama. Mwanadamu yoyote katika mwili wake kuna kipande cha nyama. Kinyama hichi fa idha salahat, kinyama hichi kikiwa safi, kinyama hichi kikitengemaa, salaha jasadu kulluhu, mwili wa mwanadamu wote umetengemaa. Mwili wa mwanadamu wote umesafishika. Wa idha fasadat fasada jasadu kulluhu, na kipande hichi kikiharibika, umeharibika mwili mzima, kwa sababu mwili huo unacho kipande ambacho cha kufanya wewe ukawa mtu, ama kipande hicho kinakufanya wewe ukawa ni mnyama. Kipande hicho cha mwili, kipande hicho cha nyama hicho ambacho Mungu amekupa, kama hakitotengemaa, wewe utakuwa umeumbwa na Mungu, lakini sio katika watu wa Mwenyezi Mungu, sio ibadur rahman, kwa sababu mwili wako umekosa utakatifu wa kipande cha nyama. Fa idha salahat salaha jasadu wa idha fasadat fasada jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalb, nacho kipande chenyewe ni moyo. Moyo wako ukisafishika, mwili wako mzima umesafishika, matendo yako yamesafishika, dini yako imesafishika, jamii yako imesafishika, wewe mwenyewe umesafishika hapa duniani na umesafishika kesho akhera, kwa sababu moyo wako ni safi. Lakini kipande hicho kikiharibika, duniani hauna thamani, hata kama unavaa mavazi ya kale kiasi gani. Mbele ya Mwenyezi Mungu hauna thamani yoyote, kwa sababu mwili wako umeingiwa na gonjwa kwa kuharibika kile kinyama, ambacho kinyama hicho kinakufanya wewe ndio uwe ibadur rahman. Ni wangapi leo hii wamekosa usafi wa kinyama hicho? Ni wangapi leo hii dunia, dini wameiharibu kwa ajili ya kinyama hicho? Ni wangapi leo hii katika maisha yao hawapatani na ambao kwamba wanapatana nao katika ulimwengu kwa sababu ya kijipande hiki cha nyama? Wa ibadur rahman, wana wa Mwenyezi Mungu ni wale ambao wanatembea katika ardhi kwa utulivu. Ili utembee katika ardhi kwa utulivu na uwe mtu mwema, ni lazima moyo wako uwe safi. Miongoni mwa sababu za Mwenyezi Mungu kuandaa moto wa jahannam, kwa sababu watu mioyo yao imeshindwa kufanya kazi.
nenda katika sura Al-A'raf aya ya 179. Mwenyezi Mungu anasema walaqad dhara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Mwenyezi Mungu anasema huu moto huu ambao tumeuumba, miongoni tunaoumbia ni wanadamu wengi, majini wengi. Kwa sababu gani? Mungu amewapia mioyo, lakini kupitia mioyo yao wameshindwa kutengenea, wameshindwa kusafishika, wameshindwa kuwa wasafi, kwa sababu mioyo yao wameshindwa kuitakasa. Ndugu zangu, tengenezeni mioyo ili tuwe watu wa Mungu. Moyo ndio hizi ya mwanadamu. Hata wewe katika mwili wako kiungo kinachoongoza kupa mawaidha kila unapoamka asubuhi ni moyo wako, na moyo unapolala unakuaidhi, unapoamka unakuaidhi, unapotembea unakuaidhi, kwa sababu moyo ndio kiungo kikubwa katika mwili wa mwanadamu. Nenda katika maneno ya mwanazuoni Imam Shafi, anasema akiuzungumza moyo namna unavyomtengeneza mwanadamu. Moyo unamwambia mwanadamu laqatu qalbi al-mar'i qailatun lahu innal hayata daqaiqu wa thawani farfa' li nafsika ba'da mautika dhikraha fadhkiru lil-insani umru thani. Mawaidha haya yanatolewa na moyo. Wewe kwa nini unauchezea moyo wako? Moyo unamwambia mwanadamu, mapigo ya moyo mwanadamu anamwambia ewe mwanadamu, wewe laqatu qalbi al-mar'i qailatun lahu. Mapigo ya moyo mwanadamu anapopiga yanamtamkisha mwanadamu yakimwambia innal hayata daqaiqu wa thawani. Uhai unaoishi ni dakika na sekunde, ni dakika na sekunde. Muda wote saa wote utaondoka. Farfa' li nafsika ba'da mautika dhikraha. Jitahidi, pambana, unyanyue baada ya kufa kwako, unyanyue jina lako, unyanyue utaje wako, utaje kwa heri. Lakini nani anamwambia maneno haya? Moyo wako unakutamkisha wewe. Moyo kwa nini tunauchezea? Ndugu zangu, dini imeharibika kutafuta mioyo, familia zimeharibika kwa ajili ya mioyo. Ili Waislamu tuwe watu wa Mwenyezi Mungu, ni lazima mioyo yetu iwe safi. Mungu anasema ibadu rahman, waja wa Mwenyezi Mungu ni wale watu ambao mioyo yao ni safi. Ili tuwe katika watu hao, ni lazima tuisafishe mioyo yetu. Walkamalu lillahi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khairia Online TV, kisima cha maarifa na burudani.